Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Ni YouTube channel ambapo tunalipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Jumanne nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati ningependa twende moja kwa moja kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Ningependa nisome kwenye Isaya 54, Isaya 54 mstari wa 14, Isaya 54 mstari wa 14. Biblia inasema, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Narudia tena, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, kanene nasi siku ya leo, kazungumze na kila mmoja wetu kupitia hili neno lako. Wacha wakimizika Baba wakaimizike, wakurekebika wakarekebike Baba, wale ambao ni wakupata mwelekeo wakaupate mwelekeo. Mfalme mkuu na mtakatifu, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Bariki neno lako na wacha likanene na watu wako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na katika hichi kifungu napo nimekisoma, tunaona ni Mungu anakuwa anazungumza na wana wa Israeli, anataka kuwarejesha. Mungu anataka kuwatoa katika mateso na kuwaleta wawe watu wake, watu wanaompendeza. Na ndio maana anakuwa anazungumza na anakuwa anasema, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana utaogopa, mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Na hivyo ujumbe wa siku ya leo nimeupa kichwa, kulindwa dhidi ya dhiki. Kulindwa dhidi ya dhiki. Mara nyingi tunajipata katika dhiki, mara nyingi tunajipata katika masumbuko, lakini je, unajua unaweza ukalindwa dhidi ya dhiki? Kuna aina mbili ya Wakristo. Shika hili, kuna aina mbili ya Wakristo. Aina ya kwanza ni wale wanaokumbana na mashambulizi fulani ya adui, lakini Mungu huingilia kati na kuwaokoa. Si Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umuokoa nayo yote. Kwa hivyo hiyo ni aina moja ya Mkristo. Aina ya pili ni wale ambao mashambulizi fulani waepuka kabisa. Mashambulizi hayo yanapomwona huyo Mkristo wa namna hii kutoka mbali, ugeuka na kuchukua mwelekeo mwingine. Huyu ndiye aina ya Mkristo Mungu anataka uwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa tunaposoma katika Zaburi 91 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema, ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkononi wako wa kuume, hata hivyo hautakaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Andiko hili linaonyesha kwamba wewe utakuwa unashambuliwa, bali utatazama ukiwa mahala salama. Hii ndiyo tofauti ya kati ya Danieli na wale vijana watatu wa Ibrania katika Danieli sura ya 3. Wale vijana watatu walitupwa kwenye tanuru la moto na wakapona, lakini Danieli hakuwahi kuguzwa na moto huo. Hata yeye hakuwahi kuinama mbele ya sanamu ya mfalme. Angalia hapa, na ndio maana mstari tulioanza na kusoma unasema, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana utaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Angalia, Danieli alikuwa hivyo.
Shadrach, Meshach na Abednego, wao walifikiwa, lakini bado Mungu akawaokoa. Na ndio maana nilianza na kusema Wakristo ni aina mbili. Kuna wale wataingia katika majaribu au mashambulizi na Mungu atawaokoa. Kuna wengine mashambulizi ya adui yatawaonea mbali na kuwatoroka. Wewe utakuwa tunatazama kwa mbali. Hivyo ndio Danieli alikuwa, na vivyo hivyo ndio Mungu anataka tukue. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuwe au aina ya huyo Mkristo. Angalia hapa, umaskini ukikuona unapaswa kukimbia, kwa sababu wewe ni Mkristo na ambaye mashambulizi hayakukaribii, yanatoroka kwa umbali yanapokuona. Kwa hivyo hata umaskini ukikuona unapaswa kukimbia. Magonjwa yakikuona yanapaswa kubadilisha mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu kama maandiko yetu ya msingi ama tulioanza na kuyasoma yamesema hivi, umedhibitika katika haki. Unajua wewe ni nani ndani ya Mungu. Huu ndio uzima Mungu anakuita uishi, uzima ambapo haupitii tu kwenye vita na kuishi, bali vita hivyo vinakuogopa na kukuepuka kabisa. Maisha ambayo wewe si wa kuteseka, bali adui akaribii hata kukuguza. Bwana Yesu asifiwe. Shika hili, huu ndio uzima Mungu anakuita uishi, uzima ambapo haupiti tu kwenye vita na kuishi, bali vita hivyo vinakuogopa na kukuepuka kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema hivi katika mstari tulioanza nao, inasema utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Bwana Yesu asifiwe. Utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Maana ni neno lake Mwenyezi Mungu. Alikuwa anawazungumzia wana wa Israeli, lakini hata waleo pia anatuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Anataka huu ndio uzima Mungu anataka ukaishi. Mungu anataka unajua wewe ni nani ndani ya Mungu. Mungu anataka ujielewe, na unapojielewa kuna mambo mengine utasumbuana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo wewe si wa kuteseka, bali adui hata kukukaribia hawezi akakukaribia, anakuonea kwa umbali, anakutoroka. Magonjwa yanakuonea kwa umbali, yanatoroka. Umaskini unakuonea kwa umbali, unatoroka. Mateso yanakuonea kwa umbali, unatoroka, kwa sababu umedhibitika katika haki. Uko mbali na mashambulizi, uko mbali na adui, kwa sababu wewe umedhibitika katika haki. Neno la Mungu limekaa ndani yako kwa wingi, wewe unalitii na kulitenda. Ninapenda zaidi, maana jana tuliona haki ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukarudi kwa mahubiri ya jana na itakubariki zaidi, maana umedhibitika katika haki. Mashambulizi yatakukaribia, angalia, yatakutoroka. Shida zitakutoroka, maana wewe umedhibitika. Mungu amekudhibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomalizia Mithali 18 mstari wa 10, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaa ndani ya huyu Mungu, hakuna chochote kitatupata. Majaribu, mashambulizi yanatuangalia, yanatoroka. Kwa hivyo siri ni kukimbilia jina la Bwana, maana ni ngome imara, na mwenye haki uikimbilia akawa salama. Na Biblia pia inatuambia kila silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa, maana hata itakuona. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu hautahukumu, ama utahukumu kuwa makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Na malizia na kusema hivi, Mungu amekuita uishi maisha ambayo upiti tu kwenye vita na kusalimika, bali vita vinakuogopa na kukuepuka kabisa. Maisha ambayo wewe ni si mwenye dhiki, bali adui hawezi kukukaribia. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Umezungumza nasi siku ya leo, Mungu wetu. Umenena nasi Mungu wetu, na umetuambia utatulinda dhidi ya dhiki.
na umetudhihirishia hili neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha likawe kweli katika maisha yetu, wacha likaonekane katika maisha yetu, wacha hili neno likadhihirika katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Ni asante kwa kuzungumza nasi kwa njia fasaha, kwa njia ya urahisi, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama neno lake Mwenyezi Mungu Jumanne hii ya leo. Ninajua litakuwa la baraka, najua litajenga imani yako, najua limeinua imani yako kwa utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Limekuwa la baraka kwako, toa sadaka zako. Limekuwa la faida kwako, mtumikie Mungu kwa kumtolea. Pia unahitaji kuniandikia ujumbe, hizi ndizo nambari zangu: 0792 593648, 0792 593648, 0792 593648, 0792 593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.